Naam mpenzi mtazamaji wa Pilipili Television Online, karibu katika kona ya mdukuzi wa udukuzi. Kona ya mdukuzi wa udukuzi, na mdukuzi wako ni Salum Kim kama kawaida, na leo spotlight yetu imemwashia mchungaji atangaza kumuoa Wema Sepetu Kiroho. Naam, hivi mpenzi mtazamaji wa Pilipili Television Online, umewahi kusikia kama kuna ndoa za kiroho? Sasa ndoa za kiroho, mchungaji huyu ameibuka na ndoa za kiroho, na ndoa hiyo ya kiroho kwa mwanadada mlimbwende malkia wa mtandao Bongo Wema Sepetu. Mchungaji Daudi Mashimo, Kamando Mashimo wa kanisa la The True Gospel Bible, ametangaza maono ya kumuoa kiroho Miss Tanzania mwaka 2006 mwaka 2007 Wema Isaac Sepetu, ambaye hivi karibuni alieleza kuwa ni lazima atazaa, na kama kinyume na hivyo basi atafunga kizazi chake. Ili kwamba imekuwa hivyo, mchungaji ameona bora ibuke na kuweza kueleza hayo kumtatulia tatizo la mtoto. Amegundua kama Wema amepata tatizo la mtoto muda mrefu, na amehangaika kwa baada ya kuwa anapata mimba na zinatoka. Hivyo basi ameona kwamba bora jitokeze kufunga naye ndoa hiyo ya kiroho, ambayo itakuwa ina ulinzi wa kiroho na mimba hizo hazitatoka, na Wema atafanikiwa kupata mtoto. Maono yake, anakuambia, nilianza kuwa na maono kufunga naye ndoa tangu muda mrefu, lakini mwaka jana nilionyesha hisia zangu na kumpigia simu mama yake mzazi Mariam Sepetu, lakini hakunielewa. Na mchungaji aliamua kabisa kutafuta namba ya mama yake Wema, Mariam Sepetu, na kumpigia simu na kumueleza namna ambavyo anaona kiroho kuhusu juu ya mwanae, lakini mama hakuelewa. Wema anajifungua Januari, yani Wema angejifungua Januari. Kama angeweza kukubaliana maono ya mchungaji huyu, basi mwaka huu Januari Wema angekuwa amejifungua, na angejifungua mtoto wa kiume ambaye angekuwa ana uzito usiokuwa wa kawaida na sura yake pana, ambavyo mchungaji anaeleza. Anakuhusu kuzaa, anakuambia kwamba Wema ana uwezo wa kuzaa, tena ninajua hadi watoto wake, hadi idadi ya watoto wake ambao ataweza kuzaa. Yesu Kristo amenionyesha hadi uzito watakao kuwa nao watoto hao. Anachotakiwa kufanya ni kutii sauti ya Mungu tu. Hivyo Wema anatakiwa kutii tu sauti ya Mungu. Yaani mchungaji bado yuko pale pale kwamba Wema anatakiwa kutii sauti ya Mungu. Kwa maono aliyoyaona kwamba uzao wa Wema wa kwanza, mtoto wake atakuwa ni wa kiume na atakuwa na sura pana, atakuwa na uzito mkubwa kuzidi watoto wa kawaida. Kingine ni kwamba katika hii issue mchungaji amesema hahitaji pesa kutoka kwa Wema au kutoka kwa mtu yoyote, bali anachohitaji Wema ni kutii na kufanya alichoagizwa. Ama Wema ni kutii sauti ya Bwana. Yeye ameshatii, kwa hiyo anasubiri sasa Wema naye aitikie mwitikio, ifungwe ndoa hiyo ya kiroho. Alipotafuta Wema ili kuzungumzia maono hayo, simu yake ya kiganjani haikuwa hewani, na hata alipotumia ujumbe mfupi wa WhatsApp ambapo baadaye ulionyesha kama umepokelewa, hakujibu. Kwa muda mrefu Wema amekuwa akitamani kuwa na mtoto, huku akishika mimba ikichoropoka kwa bahati mbaya, na ambayo imekuwa ikimtoa machozi mara kwa mara. Wema hana raha, yani mimba inapochoropoka basi amekuwa akitokwa na machozi. Malkia huyu wa mtandao, inatajwa mimba ya Idris pia inadaiwa pia ilichoropoka, na watu wengine mbalimbali ambao Wema alishaikuwa nao alikuwa akishika ujauzito na baadaye inachoropoka. Na mpenzi mtazamaji wa Pilipili Television Online, I hope umeona udukuzi wa leo ambapo umekuwa hot. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Tukutane tena hapa Pilipili Television katika program yetu hii ya udukuzi wa mdukuzi, kona ya mdukuzi wa udukuzi Salum Kim. Niandikie comment yako hapo chini. Pilipili Television Online, endelea kusubscribe YouTube channel yetu Pilipili Television Online ili kuendelea kupata vilivyokuwa bora zaidi.